Salamu mzazi mtakatifu uliyemzaa mtoto, mfalme mwenye kutawala mbingu na dunia daima na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Tusikilize nia ya misa kwa siku ya leo. Familia ya Mama Simba wanapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai kwa watoto wake, hasa Gregory ambaye anaadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwake. Vile vile wanapenda kumwombea mjukuu wao Julie Simba ambaye ni marehemu apumzike kwa amani. Leo kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima. Kama tukijua, mnamo 1917 akajitokeza huko Portugal Fatima kwa watoto watatu, Lucia, Jacinta na Francisco. Akawaomba kupitia hawa watoto dunia nzima jitahidi kusali, Wakristo wote wajitahidi kusali kwa malipizi ya dhambi, vile vile kwa toba ya nchi kama Urusi, Russia, ili watu wanaweza kutubu na kurudi kwa Mungu. Vile vile katika masomo yetu ya leo sisi tunaona kuna tatizo lingine katika somo la kwanza linatokea kuhusu kutakiriwa na mambo mengine. Jibu kulingana na mazungumzo na mitume tutapata kamili katika somo la kesho. Katika injili ya leo Yesu anatukaribisha tukae ndani yake, akae ndani yetu, ili tunaweza kuzaa matunda yaliyo mema. Yeye ndiye ni mzabibu, sisi matawi tunatakiwa kujiunga naye, ili tunapata nguvu, tunaendelea kuzaa matunda yaliyo mema. Tumshukuru Mungu kwa uhai, neema na baraka zake Mungu katika maisha yetu. Vile vile tujitahidi kusali kwa dunia nzima, kwa parokia yetu, wale ambao wanahitaji msaada mbalimbali ya kimwili na kiroho, na ambao wanawasaidia wagonjwa wengine wa COVID, ili waendelee kujisikia mikono ya Mungu kuwajalia uponyaji. Kabla ya kumkaribisha Kristo mioyoni mwetu, kwanza tujute dhambi zetu. Wewe ulituma kuwaponya wanaotubu dhambi zao, Bwana utuhurumie. Wewe ulikuja kuwaita wakosefu ili watubu warudie katika njia ya haki na amani, Kristo utuhurumie. Wewe uleketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie na atusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunakuomba utujalie sisi watumishi wako tuwe na afya ya mwili na roho siku zote, na kwa maombezi matukufu ya Maria Bikira wa Fatima tuokolewe katika majonzi ya sasa na kupata furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
mabishano kuhusu kutahiriwa na mtaguso wa kwanza wa mitume. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile walishuka watu waliotoka Uyahudi, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi wakisafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuokoka kwao mataifa. Wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyofanya pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika Torati ya Musa. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Neno la Mungu. Kiitikio: nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yake, Yerusalemu. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwake Bwana. Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana, huko ndiko walikopanda kabila za Bwana. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwake Bwana. Ushuhuda wa Israeli walishukuru jina la Bwana, maana huko viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya mbari ya Daudi. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwake Bwana. Haleluya, haleluya, na walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Haleluya, 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 Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane.
Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa, na kila tawi lizalo kulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu kuyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo kutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Swali ni ndugu, ni sadaka yetu pamoja na nia zetu mbalimbali kwa ajili ya Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, tunaadhimisha kumbukumbu ya mzazi wa mwanao. Tunakuomba hii sadaka tunayotolea itufanye sisi wenyewe tuwe kwako sadaka ya milele kwa msaada wa neema yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki kutukuza daima na popote Bwana Baba mwema, Mungu Mwenyezi wa milele. Tukushangilie, tukuheshimu, tukutukuze katika sikukuu ya Bikira Maria wa Fatima, kwa maana
alichukua mimba mwanawe pekee kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye pasipo kupoteza utukufu wa ubikira wake alimleta duniani Yesu Kristo Bwana wetu aliye mwanga wa milele. Majeshi yote ya malaika na watakatifu mbinguni wanafurahi kutangaza utukufu wako, nasi tuungana nao tukisema kwa unyenyekevu: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, wewe mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hili Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, ukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Martini na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Julius Simba uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, wakumbuke na marehemu wote kwa kutembelea uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote. Ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mchumba wake, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Sasa kwa imani na upendo tusali ile sala ya simulia aliyotufundisha: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. tusitie katika Usitutie lakini tuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, ukiepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote,
turudi kwa matumaini, turudi kwa kiongozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nami. Kila mtu alipo, amani ya Kristo. Tazameni mwana-kondoo wa Mungu, tazameni anayeondoa dhambi za ulimwengu, anatukaribisha tukae ndani yake kama anakaa ndani yetu, ili tunaweza kuzaa matunda yaliyo mema. Heri yetu sisi tulialikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa. Mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Tuombe. Bwana, tumepokea sakramenti takatifu huku tukifurahia sikukuu ya Bikira Maria Mtakatifu wa Fatima. Tunakuomba utuwezeshe kuhudumia wema fumbo hili la ukombozi wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Pendina amani ya Kristo. Tumshukuru.